Tumeona mechi ya kwanza nzuri, mechi ya pili leo nzuri zaidi, lakini mechi bora itaanza kuchezwa kesho. Mechi bora. Yani kesho ndio rasmi mechi bora yenye mvuto, inakutanisha timu mbili bora kweli kweli. Itachezwa saa 10 na dakika 15. Tunacheza na Mlandege ambaye ni bingwa wa msimu uliopita wa ligi kuu ya Zanzibar, tunafahamu. Lakini tunacheza na Mlandege ambaye kwenye mashindano ya Zanzibar huwa anafanya vizuri mara nyingi, achana mara chache ambazo ametolewa. Lakini tunacheza na Mlandege ambaye mwaka huu tu tumecheza naye Januari kwenye Mapinduzi Cup tukamuondoa. Kwa hiyo tunafahamu namna atakavyokuja. Hawezi kukubali kufungwa mara mbili. Kwa hiyo atakuja kujitutumua huku kwenye mechi ya kesho, na ndio kinachofanya mchezo wa kesho kuwa mzuri. Kujitutumua? Wanafikiri kujitutumua bara tu. Hata huku watu wanajitutumua. Sasa utaacha kujitutumua, kuna milioni 150 ziko mbele hapo zimeshatangazwa. Na leo tena serikali ili kutia chachu, serikali ya Mapinduzi Zanzibar imetangaza kwamba timu zitakazoingia nusu fainali, Rais wa serikali ya Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi amesema kwamba anatoa ofa kwa timu 4 zinazoingia nusu fainali kutembea katika vivutio vya hapa Zanzibar kwa gharama zake. Sasa nani hataki kwenda huko? Mimi mwenyewe nina hamu ya kwenda kuona mambo mazuri ya Zanzibar. Mpaka uingie nusu fainali. Kwa hiyo ni hamasa kwa timu zote. Ila angetangaza mapema, naamini jana wale vijana wangejitutumua zaidi. Lakini ndio hivyo, bado ni mapema, tunaamini kila timu itapambana kwa ajili ya kwenda kupata ofa hii. Pengine hali ya kikosi sasa hivi ikoje? Hali ya kikosi, kwa sababu timu imewasili jana, imepata nafasi ya kufanya mazoezi mepesi, lakini leo imefanya mazoezi rasmi ya mwisho kujiandaa na mchezo dhidi ya Mlandege kesho. Kwa nachoweza kusema kwa ujumla, hali ya kikosi kiko fiti, kiko tayari kwa 100%. Mimi nataka kufahamu mara baada ya yote kuendelea, kuna kauli ambayo imetokea bwana jioni ya leo. Na kauli hii ni kuhusiana na namna ambavyo wachambuzi wameizungumza hivi karibuni. Kauli hii imetolewa na mchambuzi kutokea pale Crown Media, anamzungumzia Jeff Leah akisema kwamba Masanza bado ni mdogo sana kulinganisha na wachambuzi wengi ambao wanachambua football na maneno mengine kama haya. Umeipokeaje kauli hii ambayo Jeff Leah ameizungumza kwako wewe, kwa kile ambacho ulikizungumza kuhusiana na wachambuzi kwamba wengi hawalipo, wanapokea posho? Sasa tutaanza kuingia kwenye mipasho sasa. Huyu kasema hivi, huyu kajibu hivi. Mimi kauli niliyoitoa ilikuwa ni kauli ya jumla, haikumlenga mtu mmoja au watu wawili. Ukiona kuna watu wanaanza kujibu, yani mtawatambua kwa kauli zao. Wale ambao niliwalenga wanaanza kuzungumza, kujitokeza. Lakini mimi kauli yangu haikumgusa mtu mmoja au mtu fulani peke yake. Ni kauli ya kitasnia. Sasa hoja ya msingi ambayo itakuwa ijibiwe, nilichokisema ni kweli ama si kweli. Yaani sio kwamba Masanza mdogo, Masanza mkubwa, Masanza mtu mzima, kijana. Hoja ni kweli nilichokisema, aeke ufafanuzi. Kama si kweli, aeke ufafanuzi. Yeyote ambaye atajisikia kujibu. Kwa hiyo ukiona wanaanza kupanic, wanaanza kutoa sauti kama hizo, tafsiri yake yale maneno niliyazungumza ni ya kweli na yanawachoma. Na dawa pekee sio kunijibu Masanza kama Masanza. Kafanyie kazi kile ambacho tumekizungumza. Heshimuni timu za watu. Hizi timu zinafanya uwekezaji mkubwa. Zinaweka pesa, zinasajili wachezaji wakubwa kwa gharama kubwa. Zinagharamia timu kwenye safari mbalimbali kwenda kucheza mechi. Zinafanya vitu vingi sana kuhakikisha kwamba zinakuwa ziko pale juu. Timu zote hizi ambazo mnaona zinashambuliwa. Iwe ni Singida, iwe ni Yanga, iwe ni Simba, iwe ni Azam. Kwa hiyo wakafanyie tu kazi hayo. Alafu mengine yatajisoti. Lakini kuanza kusema Masanza ni mdogo sana, mimi mwaka 2008 sio nilikuwa wapi, hayatasaidia chochote. Kwa hiyo ni kauli ambazo mimi sipendi kujibu kauli kwa kauli. Kama kuna hoja tujibishane kwa hoja, lakini mimi nataka watu waelewe nilichokizungumza katika msingi wake. Kwa kauli yako ni kwamba katika wale kamanda yupo. Mtawatambua kwa kauli zao na reaction zao. Mtawatambua kwa kauli zao na reaction zao. Mimi sitaki kutaja majina kwa sababu na mimi nitakuwa naenda personal. Na mimi sina kitu chochote personal na mtu yeyote. Hata hawa mtakaosikia wanajibu ni rafiki zangu, tunakutana viwanjani, tunakutana mitaani, tunazungumza kwenye simu, mambo mengi. Lakini ninapozungumza jambo la hoja la kimpira, linakuwa ni jambo la kimpira, sio la Masanza, sio la mchambuzi fulani. Ila ikikugusa
ukaona kweli hapa limezungumzwa hili na mimi nalifanyaga, acha jirekebishe, tuusaidie mpira wetu. Hilo ndo muhimu. Wilson Oruma pia amepigilia msumari kauli yake kwamba hataomba radhi, kama vile ambavyo clip imesambaa mitandaoni ikimwonyesha akiomba msamaha kwa yale ambayo aliwahi kuzungumza, lakini mwisho wa siku amekuja kukanusha na kusema kwamba hajaomba radhi na haitatokea kuomba radhi. Pengine kwa upande wao pia mnazungumziaje, ikiwa nyinyi pia ni wahanga wa kauli yake? Mtawatambua kwa kauli zao. Mimi sitataja majina na sitahusika na kutaja majina. Hoja yangu iko pale pale. Je, ni kweli au si kweli? Wakajirekebishe basi. Mimi sitaki kuingia kwenye mambo ya fulani labda na taasisi fulani. Mimi nitaiongelea kama Singida na namna ambavyo wachambuzi madei waka wanavyochafua taswira ya Singida Black Stars. Mimi nitabaki hapo tu. Kama wana mambo na watu wengine, kila mtu atajitetea kivyake. Akihitaja Singida njoo uniulize, bwana fulani kahitaja Singida akasema 1 2 3, unalipi la kusema? Hapo nitazungumza. Kwa wengine huko watajua namna ya kupigana vita zao, lakini mwisho wa siku lazima tuheshimu mpira wa miguu, lazima tuheshimu TFF, tuheshimu bodi ya ligi, tuheshimu kanuni zinazoongoza mpira na tuheshimu vilabu ambavyo ndio vinafanya uwekezaji, na tusichafue taswira na kuharibu sifa za vilabu hivi. Jamani, asanteni sana.